Waheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa viongozi wastaafu mliopo, Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, Makamo wa Rais wastaafu, pamoja na mawaziri wakuu wastaafu mliopo nasi hapa, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, pamoja na wastaafu wa mhimili wa Bunge, na muona Mheshimiwa Anne Makinda, lakini pia Mheshimiwa Tulia Ackson, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, pamoja na uliofuatana nao kutoka mhimili huo, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu tayari nilishasema, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, Makamu wa Rais na Katibu Mkuu pamoja na mliofuatana nao, Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, tambua pia uwepo wa Engineer Zena Said, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu mliopo nasi hapa, waheshimiwa wenye viti na waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mliopo nasi, Mheshimiwa Hamza Said Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Jaji Sivangirwa Mwangesi, Mkuu wa Tume ya Utumishi Tume ya Maadili ya Watumishi Tanzania, viongozi mbalimbali mliopo nasi, viongozi wa dini, ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tuwezesha kukutana hapa kwa shughuli tulioikusudia. Shughuli yetu leo hapa ni kuja kumwapisha waziri mkuu mpya wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Tunakupongeza. Tupo hapa viongozi wote wa taifa hili kutoka pande zote mbili za muungano, waliopo madarakani na wastaafu, wote tumekuja kukushuhudia ukilibeba jukumu kubwa la kuwa kiongozi wa shughuli za serikali, la kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa, tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo unatakiwa kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa waziri mkuu mstaafu
ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha tunayotamba nayo leo. Tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya kanda ya rufaa, kila tunachotamba nacho leo, yeye alikuwa nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo umepokea kijiti kutoka kwa mfanyakazi mzuri ambao sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu. Hivyo tunakupongeza na kukutakia kila la kheri katika utekelezaji wa majukumu yako mapya. Dr. Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Ukiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyo. Hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo utamsimamia atakayekaa kwenye nafasi yako ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Kwa hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa sana. Una kazi kubwa sana, na leo baadaye nitakwenda kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao nitaeleza yale yote ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi hiki cha miaka 5. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana pokuwa bungeni, nilikusikiliza vizuri, na ni imani yangu kwamba hukuyasema tu, lakini una moyo wa dhati kuyasimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa. Ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila la kheri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Nikutakie kila la kheri, na walioko hapa wote wamekuja kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, na umetuthibitishia jana kwamba unauweza na utakwenda kufanya kazi. Nakutakia kila la kheri. Asante sana.